Mimi mwenyewe nilikuwa nimepangiwa na kina Junet na Simba Arati. Unajua nimesikia Simba Arati akisema ati Sudi alikuwa anataka kununua. Mimi naomba Simba Arati nikule nini kwa Simba Arati? Mtu kumbavu kama Simba Arati na yeye kazi gani nifanyie nini? Mimi nataka niambie Simba Arati na niambie baba yako huyo Raila Odinga. Sisi katika taifa la Kenya tunatangaza amani. Hii BBI ile kitu iko ndani yake yenyewe nasikia kila siku wanasema ati hii handshake tunataka tukutanisha wa Kenya, hata BBI number 1 ati ni kuleta wa Kenya pamoja. Kuleta wa Kenya pamoja namna gani? Kama wewe huwezi zunguka Kenya hii, kama huwezi enda Kibra na ufanye siasa zako, kama hutakuja Eldoret kufanya siasa zako, kama Mjaluo hata simama Kapseret na aombe kura, hiyo hatuwezi kukubali. Mimi nataka niambie Raila Odinga mchana ya kwamba ni kwa sababu gani aupatange kuwa rais? Kwa sababu wewe hauamini Mwenyezi Mungu. Watu wakienda kanisa unaenda kwa uganga. Hauendi kanisani, hauendi msikiti. Hauamini Mungu. Unaamini uganga. Sisi wote tulikupigia kura 278. Sisi wengine kama wakale tukachoma lami ya aina hatia. Tukakupigania mpaka kwa prime minister. Watu wengi wakakufa. Ukapewa kwa prime minister, umekuwa mjumbe for 27 years. Kibra bado watu wanafunga mavi kwa baba kwa kitupa. Ati unaita, unajua mimi nashangaa watu wengi wakisema ati bedroom. Bedroom gani haina toilet? Bedroom haina toilet, haina maji, haina simiti, haina barabara. Na unajaza mdomo ati hii ni bedroom ya baba. Mimi nataka niambie watu wa Kibra, muombe Mungu aufungue macho na mtembee Kenya nyingine ile nyingine yote muangalie. Msifuate huyu mganga mpaka mpotee na watoto wenu kwa sababu mmepewa dawa. Muende kanisani na muombe Mungu aufungulie macho. Kwa sababu kule Kibra kama ingepigwa kura kama ile election ya kawaida, Mariga angeshinda by far. Lakini akina Simba Arati walikuwa wanatembea na vijana. Wanasema wewe ukiwa Mkikuyu ukipiga kura tutakutembelea leo jioni. Walituma vijana zaidi ya vijana pikipiki 200 na pikipiki moja inabeba vijana wawili. Hiyo ni watu 500. Wakaenda wakabomoa nyumba ya MCA ya Utri asubuhi. Wakapiga watchman, wakafunja mlango, wakaingia ndani ya nyumba, wakafunja vitu, wakabeba vitu. Wangepata huyo MC na tutake leo tungekuwa na mashishi kama hii. Alafu wanatuambia tu wanataka amani hawa. Washindwe kabisa hawa watu wa ODM. Na sijui Uhuru itakuja Kenya hii lini. Mimi naomba Raila akuwe mzara. Kwa sababu ameleta shida mingi katika taifa la Kenya. Shida yote tumekuwa nayo ni Raila Odinga. Uhuru Kenyatta alikuwa anasimama 278. William Ruto alikuwa anasimama 278. Hebu muangalie vita yote imepatikana Kenya hii kama sio huyu Raila Odinga. Kama yeye angekuwa mtu mzuri, angewacha tufanye election ya Kibra kwa njia ya amani. Ili hata sisi tukubalie atembee. Sasa akisema ati Kibra ni bedroom, kesho atataka kuja Rift Valley kufanya siasa. Atataka kwenda Western kwenye walipiga dini basi. Anataka kwenda kwingine. Hiyo ndio maneno sisi hatuwezi kukubali. Na mimi nataka niambie Uhuru Kenyatta, huyo mtu ulifanya handshake na yeye, chunguza mzuri. Huyo ni shetani ametembea kwa nyumba yako na utapata shida. Uchumi ya Kenya imeharibika kuanzia Raila akuje. Kama Raila alikuwa mjuaji ndio anasemanga, Kenya hii sijui imefanya nini? Sijui ni mwisi huyu ni mgani. Yeye amekuja na ujuzi yake katika serikali ya Jubilee. Mbona hakuleta ujuzi tukuje tuongeze ujuzi kidogo? Saa hii watu wametofika. Hakuna pesa, uchumi imeharibika kuanzia siku ile handshake ilipatikana. Na hiyo ndio ukweli ya mambo, na tutasema usiku, tutasema mchana, na tutahakikisha ya kwamba sisi tukiwa viongozi wadogo tutapigana mpaka Wakenya wapate uhuru ya ukweli. Mimi niko nashangaa Simba Arati anaongea ati Sudi anataka kuniua. Sijui bedroom. Kila Simba Arati mtu wako na watoto wadogo kama wangu. Mtu kwanza mwenyewe ni kumbafu. Ana network yote na uwe atanisaidia na kazi gani? Na hiyo ndio maana tunasema kwamba hii Kenya ni ya kila mtu. Na mimi nataka niombe Wakenya wote. Kama uko Nakuru wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkisii, kaa hapo, fanya biashara hapo, sawa watoto yako hapo, nunua shamba hapo. Kama uko Eldoret namna hiyo, kama uko Mombasa, kama uko wapi, hii Kenya inafaa kuwa free ya Wakenya wote. Sio Kenya ya watu wachache kusema hii ni kona yangu, hii ni bedroom yangu. Sasa yeye akisema hii ni bedroom yake na sisi tuseme hii ni bedroom yetu, mwingine aseme hii ni bedroom yake, sisi tutabomoa Kenya hii tuharibu. Na hiyo sisi hatuwezi kukubali kama kiongozi.
Na hiyo ndio mimi nataka niseme ya kwamba sisi tunakataa na tunataka tuambie hawa hata tunakuja hiyo Kibra kurudisha asante hiyo 10,000. Tungepata zaidi ya 10,000. Huyo mtu ana bedroom. Ile tu yani ilikuwa bahati yake tu alitumia violence. Tungemnyorosha lakini tushachukua kitanda. Tumeshachukua mablanketi. Imebaki tu mattress imeraruka. Hiyo tutachukua 2022 tuende naye kabisa. Asante na Mwenyezi Mungu awabariki. Sisi ambao tunatoka katika bonde la Ufa. Na ninataka kuwakashifu leo IG. Hatuwezi kuwa kwa taifa ambayo tunaanza kujigawana kwa vikundi ili kila mtu akuwe analinda kwake ikuwe ni kama bedroom. If we continue on that path, I can tell you in 2022 this country can easily be reduced to Somalia. Na hatuwezi kukubali hiyo. Hiyo maneno ati tunaambiwa ati kuna bedroom ya mtu. Raila ajue kwamba hiyo kura tulipata 10,000. That was a warning shot and it was fired and it will now go precisely to what we want in 2022. Na asitutishe katika taifa hii ya Kenya. Tunataka kila raia akuwe na uhuru. Mimi ni mmoja wa wale nilikuwa na agents katika sehemu ya Kibera. Na tulisumbuliwa sana na magaidi. Paka leo tunaongea IG wa police hajawahi ongea. I want to tell you the IG, you should never take side in a political contest because your office is that is supposed to be independent. But what you have shown in the last few years since you came in is you are totally incapable of running the police service of this country. Tunataka mtu ambaye ana uwezo. Wewe Matiang'i umeshindwa. You have become a captive of your own tribe to the extent that you cannot call out the people from your community who incite violence in this nation. What about Jesus Matiang'i? Hiyo ndio taifa tunataka na tuwezi kutishwa tena ati kuna mtu ambayo ako kwa bedroom ya mwingine. Sasa hii mnatuambia kila siku kuna handshake, kuna BBI ambayo itakuja ku address injustices and electoral violence. How can you address an injustice when at the same time prosecuting an injustice? How do you want us to tell us that you are going? Your BBI tupilia mbali kwanza tuongee maneno ya injustice that happened in Kibera against our own people. And I want to appreciate and Raila Odinga should take from Mariga. Mariga ametuonyesha stewardship nzuri kwa siasa ya Kenya hii. Kwamba usiongojee hata IBC useme nimeshindwa. Mariga wakati yeye alifanya tallying yake, akaona hesabu yake imeenda chini, he called his competitor. Na akamwambia congratulations my friend, tutasaidiana. That is exactly what we expect of Raila Amolo Odinga when we finally put you to retirement in 2022. Unajua hiyo 207-208 mwenye alileta shida ni Raila na Kibaki kwa sababu walikuwa wanaomba kura. Wakashindwa kuomba kura kwa njia inayofaa. Na mimi nataka niseme ukweli, hata hiyo 207 serikali walilala, police inspector general ya police wale wanasimamia Kenya kutoka 2022 mpaka 207 walisimamia nchi vibaya. Wanashikwa watu wengine wanaacha wengine. Wanafanya siasa ya kupanga huyu unaacha huyu. Siku hizo ndio tuliambiwa hata title deeds are mere papers. Because maneno kidogo kidogo. By 207 the country had become extremely polarized because of small politics. Na mimi nataka niseme saa hii nimwambie Matiang'i na Mutiambai, the same things you are doing ni vitu tuliona wengine walisimamia security before 207 walikuwa wanafanya. Ile ya kusema shika huyu wacha huyu, fukuza huyu waachilia huyu, nyang'anya huyu security mpatie huyu, kubalia huyu akuwe na gang yake lakini uondoe kutoka huyu. The things we saw in Kibra the other day, if by now the Inspector General of Police, the Minister of Interior has not done anything, I want to tell them and I want to tell to the face, we are sowing seeds of discord, seeds of violence. Now we will reap like we have reaped before. And I want to tell President Uhuru Kenyatta, being our own president, I want to tell him congratulations for running this country for the last 7 years peacefully, despite the fact that Raila alikuwa huko nje analeta vita, ukasimamia nchi peacefully. Sasa huyu amekuja ndani, amekuja kukoroka serikali kuhakikisha ya kwamba wakati anaendeleza vita kwa kona za Kenya, polisi hawatafanya chochote.
kwa sababu inasemekana yeye ni mtu wa handshake. Mliona Kalwale analingwa mawe na policeman anasimamia akicheka. Mliona Simba Arati na Kunz wanachapa kofi mbunge mwenzake Didmus Barasa na policeman wanaona wanacheka. There is a problem. The police of this country has misinterpreted what is this handshake. They have understood to mean it is opportunity to protect the man of violence to continue doing violence inside government as policemen watch, because they've been given instructions to ensure that this person continue his acts of violence. Leave a united country in 2022, or is going to leave a polarized country, a country that has become silos, political silos, where someone has his own bedroom and another one has another bedroom, another one has another bedroom, and in every bedroom everybody has his own goods and everybody has his own weapons to fight any other person who is seeking for political office. If we continue like that as a nation, in a short while we will not have a republic. Tayari tunang'ang'ana na mambo ya debt, tunang'ang'ana na mambo ya unemployment, tunang'ang'ana na mambo ya economy, ndio hii tumeongeza goons wamerudi sasa. Ile goons tunasikia kwa Kisumu ati wanaitwa Angola, Msumbiji, sijui wanaitwa Taliban, sijui wanaitwa nini, jeshi la mzee, ndio hiyo imekuja sasa, imefika Kibra, and we don't know which constituency it will be next. Mimi kama kiongozi wa Jubilee nasema hivi, sisi tumesema we will not accept violence to continue in our country. Na hata kama tulipigwa mawe, we want to say this, we will not use revenge. We don't want to revenge on anybody. And we want to insist, we will not, as leaders of Jubilee, and we are saying this, and I'm saying this without blinking, as members of Parliament of Jubilee, we are not going to endorse anything of BBI or be part of anything of BBI until Raila Amolo Odinga renounces violence, asks for forgiveness, and confesses his sins. We will not accept, as the majority leader in the Senate, I will not table anything of BBI or handshake until the principal partner of handshake confesses his sins and asks for forgiveness from all Kenyans for what happened in Kibra. Mumesikia ama mtasikia? Mimi kama kiongozi wenu nimesema, kama kiongozi wa Jubilee, sitakubaliana kushikana mkono kupitisha chochote ambacho itatoka handshake ama BBI mpaka wakati ule kiongozi wa ODM Raila Odinga atakapotubu dhambi zake na aombe msamaha wa Kenya, ndio sasa tuanze mpya, tuseme tunapitisha document ambayo mwenye anahusikana ametubu dhambi. Ile ilimwakika kwa Kibra, hata kama hakuna mtu alikufa, kuna watu walimwaka damu. Wabunge hawezi kupigwa alafu wanakuja kupewa orders atipitisha hii pitisha hii. Hapana, we are an independent republic. We are not going to allow that kind of conmanship and that kind of behavior to continue in this country. Poleni, nimesema maneno mengi, lakini lazima niseme kama kiongozi, kwa sababu sitaki kuattend another mazishi after 1 year or 2 years ati kuna Mkenya amekufa kwa sababu ya siasa. We will not allow. And we want to tell Matiang'i aelewe vizuri sana, we are giving him the shortest time possible to arrest Simba Arati. Sio ati kwa sababu Matiang'i anataka kuenda kuomba kura kwa gavana huko kwao penye anatoka, ati akipata mtu mwenye amefanya makosa kama Simba Arati hawezi ka arrest kwa sababu anatafuta kura kidogo kidogo. We are not children to be used as Kenyans. We must discipline everybody, and I have always asked, kama ingekuwa Nelson Koech ama ingekuwa Oscar Sudi ama ingekuwa Kimani Ichung'wa ama ingekuwa Susan Kihika, angefanya kitu kama hiyo? Saa hizi angekuwa ameshikwa, amefungwa na amenyang'anywa security na amezungushwa kwa Kenya. Why are there people who over a lesser God, and there are people who are higher and better covered in this country than others? We are not going to accept that kind of behavior. Asanteni sana.